ndio mkoa kinara kwenye masuala ya ukatili wa kijinsia. Tulioko vijijini huko tumekuwa tukipokea hizi kesi kila wakati kutoka kwa wazazi na jamii, wakileta watoto, vijana, hata wamama, watu wazima ambao wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia ama wakina baba. Naomba tuendelee kuwahudumia huko kwa kumwogopa Mungu. Kwa kumwogopa Mungu na kwa kutenda haki. Aliyeletwa na changamoto, akisha changamoto yake mnaripoti vizuri ili aweze kupata haki yake inavyotakiwa. Lakini na sisi pia tuwe sehemu ya kupinga masuala ya ukatili wa kijinsia kwenye mkoa wetu. Wamama wanakuja kliniki kupima watoto. Tujitahidi sana. Wakati tunawapa elimu ya lishe ya watoto wao na wajawazito na waume zao, wakati tunawapa elimu ya lishe wakati wa ujauzito, basi pia tuwape elimu dhidi ya kujikinga na ukatili wa kijinsia. Mwisho wa siku tutakuwa tuna jamii ya ajabu sana. Watoto wote waliolawitiwa, watoto wote waliobakwa, wanaotembea na trauma maisha yao yote, hawawezi kuja kusaidia kazi yao, hawao viongozi sawa sawa. Lakini wamama ambao wanapitia misongo mizito ya mawazo mpaka maziwa hayawezi kutoka, wanyonyeshi watoto. Nyinyi pia muwe sehemu mojawapo ya kutoa taarifa hizo kwenye vyombo husika ili mkoa uweze kufanyia kazi. Lakini lingine ni masuala ya lishe duni, udumavu na utapiamlo. Mama tangu anaposhika mimba anatakiwa aripoti kwako wewe muuguzi. Mama anazaje mtoto mwenye changamoto ya lishe na mtoto anapataje utapiamlo chini ya mikono yetu? Tutazame sehemu ambayo inabidi tujiboreshe kwenye eneo hilo bila ya kuchoka. Kwa sababu gani? Nyinyi ndio nguvu ya mabadiliko. Hawa vijana wadogo wadogo sio wanaokuwa hawa. Wakikua bila kuwa na lishe bora, hakuna viongozi hapa. Wakikua bila kuwa na lishe bora, hakuna jamii tena. Usawa wa jamii unategemea lishe bora, na lishe bora pia ndio nguvu ya taifa. Kwa ni lazima tuhakikishe watoto wote wanaohudumiwa kwenye mahospitali na kliniki zetu, wamama wanapata mafunzo ya kutosha ya utunzaji wa watoto ili tusaidie kwenye kupambana na utapiamlo na udumavu. Ni aibu